Ali Hatib Kirusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu, na usubscribe na kushare katika channel yetu ya Ali KK TV. Unifollow TikTok, Instagram, Facebook Ali KK TV. Nipo hapa Mizimuni, Kingwasa, Mikese, Morogoro, Tanzania, babu wa mila na desturi. Mimi napatikana hapa na tunaendelea na darasa. Kutokana na darasa ambalo tuliwapatia, najua maswali yamekuwa mengi sana katika kutaka utambuzi wa kina kwa kutambua zile siku 7 ambazo tuliwapeni. Tukawaambia kwa kina mzunguko wa nyota katika zile siku 7. Tukawatajia siku na herufi zake. Kumekuja maswali mengi sana ya kutaka kutambua, nayo si maswali mabaya, na sisi kwa sababu ni kazi yetu hapa na wapeni. Wengi wetu wameuliza maswali na jibu ni kama ifuatavyo. Kwanza wakijiuliza kutokana na uzoefu waliouzoea kuusikia katika swala kujitambua kuhusu nyota. Wamejua katika tarehe ya kuzaliwa kwa mwezi, wamejifunza hivyo, na wamejifunza katika kupiga hesabu ya herufi ya jina lake, jina la mama na la baba, kugawanya, kujumlisha na kwa kugawanya kwa 12 ili apate hesabu itakayopatikana ndani ya 12 au chini ya 12, na ndio namba hiyo ipeleke kwenye nyota yake. Na wengi wamekaa katika hii herufi ya kwanza ya kuzaliwa, wote wakiwa wanatafuta. Sasa niwaambie kitu kimoja. Katika mizimu hii ya hapa Kingwasa, Mikese, Morogoro, Tanzania, sio tukana kwamba tumetafiti vitu hivi kwa kujuujuu. No. Tulikaa chini kwa muda wa kutosha. Kumbukeni miaka mingi sasa nimepita. Na miaka tangia nifanye uchunguzi huu takriban sasa hivi naweza kufika miaka 15. Sasa niwaambie kitu kimoja, kwamba herufi ya kwanza ya jina lako, kabla kusema hii habari ya herufi, niwarudisha katika tarehe. Tarehe ambayo mmeijua, kwa mfano wanaandika tarehe 21 mpaka tarehe ngapi, 20 ya mwezi gani, ni nyota fulani. Tarehe 20 hii mpaka tarehe 20 hiyo ni nyota fulani. Asa nataka niwaambie kitu kimoja tu, hiyo sio ya uhakika. Kwa sababu sisi hapa, mimi sio msoma nyota, ila mimi nimefanya uchunguzi kupitia mizimu hii, ndio ilinipa mamlaka ya kufanya uchunguzi wa kina wa kitu nyota na maisha ya viumbe katika ulimwengu. Asa sisi wanadamu ni viumbe, au watu sisi ni viumbe. Asa kuna kitu kimoja nataka nikufundishe, kwamba hata ukichunguza hatuzungumzii herufi ya kwanza ya jina, kwa sababu yapo majina mengi ambayo tunayakataa herufi zake za mwanzo sio zinazofanya kazi. Tunaenda kukupa mbele ya jina. Kwa ujue pia huo wote ni uchunguzi kweli ambao tumeufanya katika hii mizimu. Nataka nikupe picha moja ambao nataka ujifunze nayo. Kwa nini leo hii tumekuwa tunaumiza kichwa kujijua nyota, wakati huo nyota ni wewe? Wewe hapo ndio nyota. Ulikuwa huna sababu yoyote ya kuishi duniani ukaanza kujitafuta kwamba wewe ni nyota gani. Kujitafuta wewe ni nyota gani ni kusudio ambalo watu walikusudia miaka mingi huko, ili yoyote ambaye atakuwa na uwezo mzuri wa kujitambua yeye ni nani, manake keshajiondolea usumbufu katika maisha yake. Keshajua kitu cha kufanya katika maisha yake. Keshajua watu wa kuwakwepa katika maisha yake. Na keshajua watu wa kuchangamana nao katika maisha yake, baada ya kujijua yeye ni nani. Sasa kuna kitu kimoja nataka niwafundishe, kigumu kidogo lakini mkijue vizuri. Waangalieni wazungu. Nyinyi kama wa Tanzania ambao mnaishi huko kwenye nchi za Ulaya, mtaona wazungu hawako busy na familia zao walizotoka kuzaliwa nazo, ndugu na jamaa. Utaona kwamba kuna jamaa wangu mmoja yuko Uingereza, ananiambia anamuona yule mchezaji wa Manchester zamani Wayne Rooney akipita barabarani, ambako anamuona dada yake yupo kama ombaomba tu, yani teja fulani, lakini hajawahi kukaa amsaidie dada yake, hamuonei huruma. Hapa kuna kitu mtakuwa mkijue. Kwenye imani za kidini tuna neno linalohubiriwa kwa nguvu sana, nalo ni uchawi. Kila kiongozi wa imani ya dini atazungumza habari ya wachawi washirikina. Nataka kujua, mimi katika uchunguzi wangu, watu ambao hawahubiri uchawi na ushirikina ni kanisa Katoliki peke yake.
viongozi wa kanisa Katoliki, yani hao mapadri, sijawaona wakiwa wanahubiri neno hilo. Sitaki kuwa muongo. Yani najua wako na mambo yao ya kanisa na nini, lakini kama wanahubiri sijawahi kuwaona, mimi sijawahi kuwashuhudia. Lakini viongozi wa dini zingine wote wanahubiri habari ya ushirikina, wachawi. Unajua hicho kitu, na wewe hapo ulipo, kabla ya kuamini habari ya uchawi au kukataa habari ya uchawi, unaipata kwenye imani yako ya dini. Kabla mganga wako kukwambia umelogwa, lakini imani yako ya dini ishakuaminisha kwamba kuna uchawi, kuna wachawi, kuna washirikina. Najua hicho kitu mnacho sana. Asa mimi nakufundisha jambo, ujifunze. Hiki kitu cha kufikiria masuala ya kichawi ndicho kitu cha kwanza kilichofanya wewe usitambue nyota yako. Kwa sababu wangekupa uelewa mzuri wa kuitambua nyota yako kwa undani, ungejijua wewe katika ulimwengu, ungejiona bahati zako, ungejiona nuksi zako, ungeona maisha yako. Kwa hiyo wala usingekuwa na pambano ya kupambana kuhusiana na kulogwa na uchawi. Na ungejua sehemu gani utapata hatari, sehemu gani utapata faida. Yani zote hizo ungekuwa nazo. Sasa ili waweze kukukamata vizuri, ilibidi sehemu hii ifichwe, usiijue. Na hata wa viongozi wa dini kama wa Kiafrika wote hawajuagi hili jambo kwa undani. Na nakufundisha tu kwa kina leo uweze kuchukua muda wako wa kutosha upate elimu hii kwa kina. Tuanze na kitu cha kwanza, mzunguko. Yani ukitaka kujitambua vizuri, anza na moyo wako. Moyo, jinsi ambavyo unapiga moyo, wakati moyo unacheza, kuna kitu kikubwa ambacho kipo hapo. Sekunde moja ni sawasawa na mpigo moja la moyo wako. Moyo wako ukipiga mara 60 ni sawasawa na dakika moja. Dakika moja hii ikienda mara dakika 60, manake ni sali moja. Lisali moja hili ni mzunguko wa malaika mmoja au mzunguko wa nyota moja. Nataka kufahamu hichi kitu. Ujue nyota sio kitu kilicho mbali na wewe. Nyota ni wewe. Sasa hii mzunguko huu ambao unaanza kuusoma katika moyo wako, mzunguko huu ndio umetengeneza sekunde mpaka kupata saa, kupata dakika, na kupata dakika mpaka kuipata lisali moja. Baada ya kupata lisali moja tunakwenda mpaka kupata masaa 12 ambayo tunamaliza siku moja kwa mchana au kwa usiku. Na katika kumaliza siku moja kwa mchana au kwa usiku kwa masaa 12, manake masaa 12 ya mchana na ya usiku tunapata siku moja. Hii siku moja tutakayoipata ndiyo itatupeleka kupata siku ya pili, ya tatu, mpaka kupata siku 7. Zile siku 7 ndo tutakwenda mpaka kupata siku 30 ambazo itakuwa mwezi mmoja. Mwezi huu mmoja tutahesabu mwezi wa kwanza mpaka wa 12 ambako tutapata mwaka mmoja. Katika hizo hesabu kutoka nukta ya sekunde moja, maana yake mpaka kumalizika mzunguko tutapata huo mwaka mmoja. Hapa ni mzunguko ya nyota katika dunia yetu. Nyota kadri zinavyofanya mizunguko yake, zinavyofanya ugawanyo wake wa viumbe katika kubariki vitu vya aina mbalimbali, maana yake wanabariki vizuri na vibaya. Vizuri na vibaya vyote ambavyo tunavipata katika mzunguko wa nyota. Sasa katika hatua hiyo, mzunguko kadri unavyokwenda mpaka unamalizika nukta, kuja kupata tena mzunguko wa mwaka mwingine. Lakini zenyewe zipo katika mzunguko mzuri kwa lisali moja, kwa kila baada ya lisali moja. Ndio maana pale katika siku 7 niliwapeni siku na nyota ilivyotawala na herufi zake. Nitaka kuwapeni wepesi tu. Sasa turudi kwenye somo lile lile. Tuiangalie siku ya kwanza ambayo niliwaambia ni siku gani? Ni siku ya Jumanne. Niliwaambia hii ndio siku ya kwanza, maana yake kulikuwa na nyota namba 1 pale siku ya Jumanne. Niliwaambia herufi zake ni A, M na Y. Lakini niliwaambia saa 8 pale mchana kuna herufi H na T. Sasa hii siku ya uhai na kifo ya Jumanne niliwaambia hivyo, sawa? Twende kwenye mipango sahihi. Kiumbe yoyote anapozaliwa
chanzo chake kilianzia katika kutunga ujauzito. Safari ya kutungwa ujauzito wa kiumbe yoyote, kuna kusudio maalum la nyota la kutaka huyo kiumbe kuja duniani. Na aje duniani atimize nini, afanye nini, ni kusudio kuu la nyota. Tuchukulie kazaliwa mtu. Mtu anapotungwa kuanzia ujauzito mpaka anakaa miezi 9 tumboni kwa mama yake mpaka anazaliwa, ni kazi kuu ya nyota, na kuna kusudio kubwa katika huyo mtu atakaye kuja katika ulimwengu. Nyota zimesha kusudia kumpeleka alikekei katika ulimwengu na akaishi katika muda fulani akatimize jambo fulani ambazo ni kazi zao wao. Sasa hizi nyota ndio kitu pekee kinachotupa akili na maarifa. Nataka kujua hicho. Kama nyota ndio kitu pekee kinachotufanya tuwe na akili na maarifa katika kuzipokea, kama vile mara nyingi nimewaambia kwamba katika kauli za wahenga, akili ni nywele? Hapana, akili ni macho, mdomo, pua na masikio. Kwa nini akili ni macho, mdomo, pua na masikio? Kwa sababu macho, mdomo, pua na masikio ndo viungo vinavyotufanya sisi kuwa na muunganiko na nyota. Kwa maana kwa macho yetu tutapokea nyota 3 za moto, kwa pua yetu tutapokea nyota 3 za upepo, na kwa mdomo wetu tutapokea nyota 3 za maji, na kwa masikio yetu tutapokea nyota 3 za udongo. Hapo jumla tutapokea nyota zote 12. Sasa baada ya kupokea hizi nyota zote 12, lakini katika siku ambayo binadamu au ni mtu amezaliwa, siku ambayo mtu amezaliwa, ule muda aliozaliwa, kutoka kule mwanzo alipotungwa ujauzito, zile nyota zishakusudia kwamba huyu atazaliwa siku fulani. Pale tunapata kuangalia siku na saa. Siku gani amezaliwa? Tuchukulie kazaliwa Jumanne. Kwa kama amezaliwa Jumanne saa 1 asubuhi, yani na dakika 5 6, sio mbaya. 10 15 sio mbaya. Huyo mtu moja kwa moja anastahili kuwa na jina la herufi A, M na Y. Manake ndio nguvu aliyekuja nayo duniani. Nyota namba 1, nyota ya moto, nyota yenye nguvu ya nafsi, uhai. Na mifumo ya maisha yake duniani ni kama nilivyokuambia kwenye herufi A, kwamba huyu atakuwa ni mtu mwenye misimamo, mwenye akili, mwenye uwezo mzuri wa kufikiri, mwenye aibu ya kujilinda. Maana aibu ndio heshima. Unajua kwamba kuna aibu za kijinga, lakini kuna aibu za kujistiri, kwamba mbele za watu anakuwa na moyo wa kujistiri, kunyeweka uvumilivu, kulinda heshima yake. Ni watu wenye misimamo, wenye akili, wavumilivu, na mipango yao sio mipango inayoharibika ovyo, lakini ni mipango ambayo inakwenda taratibu lakini inafanikiwa. Ni watu ambao hawaogopi kuvunja na kuanza upya. Ni watu ambao sio waoga kuondoka mahara anaponyanyasika. Watu wazuri sana. Sasa tunakupa mfano mmoja katika hili swali la tarehe, ukitaka kuelewa uchunguzi tuliofanya. Tuchukulie siku hiyo hiyo moja ya Jumanne, mwezi ni huo mmoja, tarehe ni hiyo hiyo, manake siku ni hiyo hiyo, ila saa 8 mchana azaliwe mtoto pale na dakika 5 6 10. Alafu saa 1 asubuhi azaliwe mtoto pale. Tuchukulie wote jinsia yao iwe moja, wote iwe wanaume kwa mfano. Halafu huyu wa mchana yeye ni H au T wa saa 8 pale. Halafu huyu wa saa 1 asubuhi yeye ni AMY. Wachukue wa watu sasa, tuseme kwamba tuangalie wamezaliwa mwezi gani, tuangalie ule mwezi nyota yake ni nini, alafu tuwaambie hao watu wote au wawili waliozaliwa siku hiyo nyota yao ni ile moja. Cha kwanza kabisa, kana kwamba ikiwa ni nyota tofauti na nyota ya moto na nyota ni tofauti na nyota ya maji, watakuwa wote wawili hawapo katika hiyo nyota. Hilo la kwanza kabisa. Lakini la pili kabisa, kana kwamba hao watu ukiwafuata kwa usahihi, herufi A, M na Y siku yao ni moja na H na T, kwamba hawa wataanza asubuhi katika nguvu ya moto, nyota ya kiume A, M na Y, na wale H na T watakwenda mchana pale saa 8. H na T tukumbushane, majina kama KH hayo yote ni H. Majina kama Mwanahamisi hilo pia ni H, maana huyo ni Hamisi mwanamke.
majina kama Kristina na baadaye akaitwa Tina, huyo pia ni T. Sasa nina maana moja hapa. Hebu tuchukue hawa watu wawili tuwatazame, siku yao ni moja, wanafanana, wazaliwe siku hiyo hiyo moja na wapewe majina, hawafanani. Watu wa H na T watakuwa wanateseka katika mipango mingi. Watu wa H na T itakuwa ni watu ambao hata akitenda zuri atalipwa baya. Mazuri yake mengi kwenye jamii hayataonekana kama mabaya anayoyatenda. Akitenda baya moja akafanya mazuri 10, hili baya moja litaonekana na litamhukumu, lakini yale mazuri 10 hayataonekana. Nataka kujua hilo, kwamba nguvu ya nyota anayoitumia haiwezi kukwepeka katika maisha yake. Itabaki tu inasomeka kila siku kwamba hiyo ndio nguvu yake. Sasa kwa Tanzania au kwa Afrika, utoaji wa majina, je, tunafata siku na muda aliozaliwa mtoto? Jibu hapana. Sasa hili sio jambo ambalo tumejipangia, ila tumekusudiwa. Kuna kitu kimechezeshwa na wataalamu huko nyuma, miaka ya karne za nyuma huko, kulikoanza kupatikana imani ya kidini. Huko ndiko kulikofanya wewe leo usilijue hili. Kwa sababu ungelijua hili, ndo kama nilivyokuambia, usingepambana leo kusema umerogwa, na ungekuwa unajua kitu cha kufanya, na hata ungepata mtoto ungejua Mungu amekupa mtoto wa aina gani katika maisha yako. Lakini kwa sababu leo hii upo katika imani inayokubeba kwa kuamini dini fulani na maelekezo yake na sifa zake na majina yake, wewe umekuwa ukipata mtoto unakurupuka na imani yako ya kidini, unampa jina. Huyo mtoto unakuwa umfahamu, na ni kusudio lilikusudiwa huko nyuma, karne za huko nyuma. Kwa kusudio hili lilikuwa kusudi kwamba wewe usijitambue na wala usiwatambue watu waliokuzunguka. Kwa sababu ukishajitambua wewe na ukiwatambua watu waliokuzunguka, tayari una uwezo mzuri wa kukwepa hatari nyingi za kidunia na unaweza kujitengenezea maisha yako. Kuna kitu kimoja nitakufundisha. Kwenye familia yako kuna watu pengine wamesomeshwa kwa kiwango cha juu sana, lakini hata iweje, hata ufanye nini, kila jitihada mlizozifanya ili aweze kujisukuma aendeshe maisha yake mwenyewe, na imeshindikana. Unajua tatizo liko wapi? Kimcheki ni binadamu na ana akili zake vizuri, ameenda shule, ameelewa vizuri, na kila msaada, kila nguvu mlioitumia ili yeye aendeshe maisha yake, mnakuta imeshindikana. Kuna mtu kadri mlivyomshauri, kadri mlivyompambania, lakini yuko vile vile, habadilikaji. Wewe unajua ni nini hicho? Bahati mbaya mtasema kalogwa. Na kama Tanzania hapa na Afrika kwa ujumla, kuna kauli nyingi tu za kusema yule mama yule au baba yule anatoa watoto wake ndondocha, yule mchawi, watoto zake anawaharibu, watoto zake hawaolewi, si yule pale watoto zake hawapati kazi. Maneno haya yako mengi sana. Tena hata kuna comedy mnafanyaga ile, kama vile huyu mjomba huyu ndo anaturoga, sisi hatupati kazi, mbona sisi hatuolewi, mbona sisi hatuoi, si nini? Yani kuna mambo mengi sana. Lakini kukosa kutambua nyota, mimi leo nakufundisha. Kama vile watu ambao mko nje ya Tanzania mmekuwa na tabia sana ya kusema kwamba watu nje wakisema wako sio nje ya Tanzania, wako wa Afrika ambao wanaishi nchi mingine, na hata wale ambao mko ndani wenye kipato, utasikia kwamba bwana, unajua sisi tuna kukaa na ndugu sio watu wazuri, ndugu wako hivi, ndugu wako hivi. Haya ni maneno ambayo mara nyingi mnayaongea. Sasa wazungu ili walilijua mapema sana, na wakatuwekea hizi imani ili tujenge imani ya kukaa kindugu, kifamilia, ili tujenge imani ya kukaa huyu na huyu, yani mnakumbatiana. Lakini kuna mtu leo ukimtambua hupaswi kuwa naye jirani ili kukwepa hatari zake. Na hatari zake sio kwamba yeye anakuloga, ila nyota yake na nyota yako hazitakani. Mara nyingi niliwapaga somo usisaidie. Nilikwambia toa msaada wakati haujaombwa msaada. Msaidie mtu yoyote mwenye shida, asiyekuwa na shida, lakini
ikiwa wewe kama wewe huyo mtu hajakuomba ila wewe mwenyewe umejisikia kutoa, hiyo toa, haina shida na ina baraka nzuri. Lakini mtu baada ya kukunyooshea kidole, kukuletea matatizo yake umsaidie, hiyo ni mbaya kwako. Hii ni maana nilishaifundisha sana. Wazungu hayo wanayajua. Na wanayajua wapi? Wanayajua kupitia nyota. Sasa herufi ya kwanza ya jina lako ambayo unayo leo, umeipata katika mazingira ya Kitanzania ambayo hayakuangalia usahihi wa siku na muda uliozaliwa, ina maana gani? Ina maana ya kwamba huenda ulizaliwa kwa mfano siku ya Jumanne saa 12 pale saa 1:05 ambako labda ulistahili uitwe AMY. Lakini wazazi hawakuangalia hilo. Walienda katika mazoea ya kiimani au ya kifamilia, wakatoa tu jina kivingine. Jina ulilopewa huenda linakupeleka Jumatano saa 8 au Jumatano asubuhi, au linakupeleka Jumatatu au linakupeleka Jumapili, au yani maana yake limekuhamisha katika ile siku uliozaliwa na muda uliozaliwa, kwamba ambako ulistahili herufi zako za jina ni jina herufi fulani, lakini kwa kuwa utaratibu huo haukufuatwa, wewe umeenda kupewa jina lingine ambalo linakuhamisha kabisa katika ile safari yako ulotoka nayo kwa Mungu kuja duniani. Baada ya kuhama hapa, hauna tofauti na mtoto aliyekuwa labda ni mtoto wa Kimasai au wa Kiluguru au wa Kisukuma, lakini akaenda kulelewa labda na Wachaga. Yani baada ya kuzaliwa kwake hakulelewa na baba yake na mama yake, akaenda kulelewa kwenye nyumba ya jirani ambako pengine yeye ni Mluguru, lakini kaenda kulelewa na Wachaga. Kwa hiyo atasikia maneno ya Kichaga zaidi na kujifunza Kichaga na tabia za Kichaga na tabia za familia ile kwa ujumla wake. Hatojifunza maneno ya kwa babake na mamake ambako ni Waruguru, hatojifunza tabia za babake na mamake, hatojifunza kacha ya wazazi wake, ila atajifunza kacha za kule, kwa sababu yeye anapata akili akiwa kule. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa mchanga, baada ya kupewa lile jina, halijakuhusu katika muda na siku uliozaliwa. Lakini lile jina baada ya kuwa linaitwa mpaka akili yako inakomaa, maana yake utaenda kuishi katika mfumo wa lile jina. Bahati zinaenda kupotea. Zinapoteaje? Tuchukulie sasa mfano huo kwamba wewe umelelewa kwa Wachaga, alafu wewe ni Mluguru. Panapokuwa na kikao cha ukoo wa Kichaga ambao lazima mtu aingie na jina la ukoo, wewe utaingia? Maana yake ukitaja jina la ukoo, wewe sio Mchaga. Huwezi kwenda na jina pale, kwa sababu majina yako ya ukoo yapo kwa Waruguru. Kwa mwisho wa siku wewe hutoingia. Kwa hiyo mizimu ya Kichaga wewe haitakubariki. Na ukija kwa Waruguru utajikuta sasa tayari kweli wewe ni kabila lako, lakini kuna vitu vingi uvijui. Huwezi kwenda navyo sawa, kwa sababu hujui lugha, hujui kacha Kiluguru, ulishakuwa nayo mbali wa Luguru. Kwa kuna vitu uvijui, kwa unakuwa mtu ambaye kati kwa kati. Kwa ukipata kidogo kule, yani utaambua machache kwa kule uliko. Kule kwa Wachaga kuna vichache utavipata, lakini huku ulikozaliwa kwa Waruguru kuna vingi utavikosa. Sasa hapa pana maana kubwa sana, kwamba jina lako pale siku na muda ulipozaliwa, ambako kuna kila kitu chako pale, kwa kupewa jina la nyota nyingine, utakwenda kuishi kule katika nyota nyingine ambako utakuwa na bahati ndogo nako, manake kule wewe sio uhalisia wako. Alafu hapa kwako utakuwa utambuliki, na kule nako unakuwa utambuliki. Kwa hiyo tayari ni kwa ujanja wa kwanza wa kupunguza bahati za akili, maarifa. Yale maarifa ambayo tumewekewa na ulimwengu wa nyota. Kwenye imani zenu kuna neno mnalitumia kwamba Mungu amesema, si malaika wamesema kwamba tumuumbe binadamu kwa mfano wetu. Mfano gani? Nimeshawaambiaga sana, sio mfano wa mwili. Wao hawana mwili. Wao hawana mwili. Mwili tunao sisi viumbe tulioumbwa.
ila mfano waliotufananisha nao zile nyota 12 zenyewe ndizo zimepewa baraka na Mungu katika ulimwengu, kuwa wao zile nyota ndizo zinatengeneza kila kitu cha ulimwengu. Chochote ambacho kinatokana na Mungu, kama ni mimea, kama ni viumbe, kama ni hewa na nini, yani vitu vyote ambavyo tunavitumia vya uhalisia wa Mungu, hivi vitu vyote vinasimamiwa na nyota, tukiwepo sisi wenyewe tunasimamiwa na hizo nyota. Sasa sisi viumbe watu tumepewa maarifa. Tumepewa maarifa kwenye akili zetu. Ndio mfano aliousema, kutupa baraka ya akili ya kutengeneza vitu, kuvumbua vitu, baraka ya kujiongoza, kutengeneza utaratibu, usafi, yani hivi binadamu tunavyoishi katika usmati fulani na ugunduzi wa vitu mbalimbali, pamoja na kumiliki viumbe wengine wote. Kuna viumbe wakubwa na wenye nguvu. Kuna viumbe hatari zaidi katika ulimwengu huu, lakini binadamu wana kila mbinu na maarifa ya kumchukua kiumbe huyo na kumfuga. Lakini hakuna kiumbe yoyote ambaye anaweza kumchukua binadamu akamfuga. Achaneni haya na maneno ambayo watu wanakuambia anafuga majini. Majini gani? Hakuna hata binadamu mmoja anaweza kufuga jini. Hakuna, hayupo. Hayupo ulimwengu huu. Ila ni maneno tu ya biashara, mikwara, kutafutia hela, hicho kitu ndio kipo. Sasa niwaambie tu kwamba uhalisia wa nyota ni kitu kikubwa sana katika dunia. Leo hii kama uliuliza swali na ulitaka kutambua kwa kina haya ninayokueleza leo, anza kuyafanyia kazi. Inawezekana ukapata mtoto ambaye amezaliwa siku fulani, muda fulani, na ikawa ni baraka kubwa sana kwenye familia yako, afu usijue. Ukakurupuka tu kwa na jina lako mfukoni, mwenyewe umechukua umempa. Unapoteza vitu vingi sana katika baraka ya huyo mtoto na hata kwenye nyumba yako. Lakini kama utafuata usahihi, pengine Mungu alikuwa unateseka. Yani baraka ya Mungu inakuja katika mitindo mingi. Amini ninachokufundisha. Kama leo unateseka, Mungu ili akubariki atakupa rafiki, atakupa ndugu, atakupa jamaa, atakupa mtoto ambaye nyota yake itakuja kuungana na yako, alafu utaanza kuona mambo yanakaa vizuri. Ndio baraka za Mungu zinavyotoka. Na pia Mungu akitaka kukuadhibu ni hivyo hivyo. Anakupa rafiki, anakupa mtoto, anakupa ndugu, anakupa jamaa, mtu fulani ambaye mtakuwa karibu sana, mtafanya vitu vingi sana kwa ukaribu, lakini baada ya kufanya vitu vyenu kwa ukaribu, mtu huyo atakuangamiza. Kukuangamiza kwake hakuwekei sumu wala kupijipanga. Kila siku mtakuwa wamoja, mtashirikiana kwenye mambo mbalimbali, lakini mambo yako yataharibika pasipo kufahamu kwa nini yanaharibika. Hiki ni kitu ambacho ukijui. Unapata mtoto tu uliyempata, mambo yameanza kuharibika. Ni hivyo hivyo unaweza kupata mtoto na mambo yakaanza kuwa mazuri bado yukiwa mchanga, kwa sababu ndani ya nyumba yako ameingia mtu fulani mwenye nyota kubwa yenye baraka. Ndio maana nawapeni mifano sana ambao mfuate. Mimi nikiwaambia vitu na nakwambia hivi, tumia akili yako, rejea mtaani, unao ndugu na jamaa, marafiki, watu wako mbalimbali, watazame kwa majina. Mfano huu nilokupa, tuchukulie kwamba Jumanne nimekuambia kuna nyota 2 zinazotawala kwa kiwango cha juu, lakini nyingi zote ziko. Kumbuka Jumanne hiyo ina masaa 12 kwa mchana na usiku pia una masaa 12, lakini tuchukulie tu mchana mmoja, nyota zote 12 Jumanne zitatawala. Ila nimekuambia hizi 2 zina power kubwa zaidi, ya AM na Y ambayo ni saa 1, alafu ya H na T ambayo ni saa 8 mchana. Hawa watu wawili wote ni Jumanne na wanafanana, hawafanani. H na T wapo kwenye mateso. H na T wapo kwenye kuharibikiwa. H na T wapo kwenye sehemu ya kupuuzwa. H na T wapo kwenye kubahatisha. Nimekuambia majina ya H na T ukiyatizama kwa kina, kama utapata H na T kwa asilimia kwamba labda upate 100, ambao watakuwa na maisha mazuri ni 3% au 5%, haizidi. Waliobakia wengi watakuwa hapo kwenye majuto. Na vinginevyo inakuwa ni ile mitindo kwamba ukimwona H au T anapanda na maisha ya juu sana, kuna mawili, huenda maisha yake sio marefu.
Ndio maana unamuona yuko na furaha ya maisha ya juu, lakini ndani ya muda mfupi anapata kifo na kifo chake kinakuwa cha gumzo. Kwa hiyo unatakiwa kujifunza hivi vitu. Alafu utazama hao AM na Y, unakuta mambo yao sio yanayovuma, ila anakwenda hivyo hivyo taratibu. Hivyo hivyo mdogo mdogo hivyo hivyo anakwenda. Hayavumi sana, lakini taratibu yananyoka. Hivyo hivyo. Sasa hapo kuna utofauti mkubwa tu, nataka ujue. Hiyo ni siku hii moja. Vipi unaambia ndani ya mwezi mmoja watu waliozaliwa katika mwezi mmoja alafu wote wawe katika nyota moja? Hicho hakuna. Ni nguvu ya nyota ndani ile mwezi. Ni kweli mwezi huu umetawala sana nyota fulani, lakini watu watazaliwa katika siku tofauti na katika muda tofauti ambako nyota zao zitakuwa tofauti. Na kama nilivyokuambia tena, kwa maisha ya Kitanzania, kwa kupeana majina haya kwa kiolela olela yanakwenda kuvuruga kabisa. Ndio maana naweza kumchukua A na A alafu kawaona wafanani vitu vingi tu, kwa sababu hawa A wawili wote hawakufuata mpangilio wa kupewa majina, haukufuatwa. Sasa hapa palikuwa na maana hii ya kwamba tusijue matatizo tunayoyapitia katika nyota zetu, kuanzia sisi wenyewe, yani wewe peke yako, na mpaka watu utakaoshirikiana nao, labda mke au mume au mtoto. Leo hii kuna ushahidi mzuri tu kwa watu kama mimi naweza nikaona mtu anaenda kuoa tu na naangalia aliyemuoa, naona huyu kumbe ana muda mchache atakufa. Au naweza nikaona huyu anaenda kuoa sasa anaenda kufilisika. Au huyu kaenda kuoa huyu sasa huyu anainuka, maisha yanaenda kuwa mazuri. Kitu hiki kikubwa sana. Kwa ushirikiano wa nyota wa wewe na mtu mwingine, hapa ndipo mnapoenda kusema kuna uchawi. Hapo ndipo mnaposema kwamba mmelogwa. Nimeshatoaga mifano mingi sana. Angalieni wale mnaoita mitume ambao mnawapa historia, huyu kalogwa, huyu si alikuwa anaumwa sana nini. Waangalieni wanawake zao. Walikuwa na wanawake wa namna gani? HTFR zipo. LX zipo. Zile nyota, chukua wale wanawake, watazame leo dunia hii, alafu muangalie mwanaume ambaye ana wanawake kama wale wa majina yale, ugundue nini kinakuwa. Nini utakachokiona? Pale kulikuwa na funzo ambalo watu hawalihubiri. Ni elimu kweli, wale ni manabii kweli, walikuwa na funzo kubwa, lakini cha ajabu lile funzo lao halihubiriwi kama vile lilivyokusudiwa. Linahubiriwa katika njia nyingine tu, njia za ujanja. Lakini ukweli uko wazi. Kama huyu alikuwa labda na rahma, mtafute mwenye rahma yukoje. Kama huyu alikuwa na Hadija, mtafute mwenye Hadija yukoje, ili uelewe ulimwengu unavyoenda. Hapa katika hii mizimu ya Kimwasa Mikese, Morogoro, Tanzania, tumefanya chunguzi kubwa sana. Tumefanya chunguzi hizi kwa lengo la kusaidia watu na kuelimisha watu. Kitabu kipo njiani, kitawafikieni, mtakisoma, mtaelewa na muweze kufanya vitu vingi katika mitindo mizuri itakayowasaidieni. Lakini hatutoi elimu hizi kwa kubahatisha. Tunatoa elimu hizi kwamba tumezifanyia uchunguzi wa kina. Jifunze leo, na ukipata kitabu upate kopi yako ili utoe majina kwa watoto zako kwa usahihi. Mtu anakuja na jina lake duniani. Ali Hatib Kilusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika channel yetu Ali KK TV. Unifollow TikTok, Instagram, Facebook Ali KK TV.